Mashindano ya WRC Safari Rally ya mwaka 2025 yameanza rasmi katika eneo la Naivasha ambapo madereva wamekabiliana katika vituo mbalimbali vilivyoratibiwa Ijumaa hii. Na ni kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Leonard Wamalwa akiwa Naivasha. Licha ya hofu kuwa mashindano haya yangeathirika na mvua iliyokuwa imetarajiwa kunyea katika maeneo haya, mashindano haya yaliendelea vyema kwenye barabara zilizojaa vumbi, huku mashabiki wakilazimika kuvumilia makali ya vumbi hiyo, ila walisalia na ari ya kuendelea kuwashangilia madereva katika vituo mbalimbali vya kujionea mashindano haya. Hata hivyo, taswira ya leo si kama ya mwaka jana, kwani idadi ya mashabiki waliofika ni kiasi cha haja. Umati huu unaoshuhudia hapa ni sehemu tu ya mashabiki ambao wamejitokeza kutoka sehemu mbalimbali za taifa hili na hata katika mataifa ya jirani kuja kujionea mashindano ya mwaka huu ya WRC Safari Rally hapa katika kituo hiki cha magari cha Kedong na katika vituo vingine ambavyo mashindano haya yanaendelea na yataendelea kwa siku 3 mfululizo, kuanzia leo Ijumaa, kesho Jumamosi na kutamatika siku ya Jumapili katika kituo kikuu cha Hell's Gate. Nimefurahia sana kuona Safari Rally. Tulileta watoto wetu kutoka masaa ya saa 5. Walienjoy sana, wengine walipiga nduru, walifurahia sana. Nikicompare na last year, the turnout this time is a bit low compared to last year. Maybe ni venye walileta wakati wa March. Last year ilikuwa around Easter. Na Easter watu walifurahia sana. Unajua watu wengi walikuwa off. Sasa wakati walileta this time na ni Friday, it means watu wengi walikuwa job. Nimefurahia kuwa hapa Naivasha, nikuja rally na mambo inaenda poa, mambo ni mzuka, inatubamba mbaya. Weko so uchekwe, huku tunatoka on Sunday. Mambo ni vulai, mambo shava. Yani kujeni mu explore, mjibambe, make new friends na vitu zingine mbalimbali. Sina mengi, ni hayo tu, na usikose kuwatch West TV tuko live. Huku mashindano haya yakiendelea, kampuni mbalimbali zilizofadhili na kushiriki maandalizi ya mashindano ya mwaka huu, ikiwemo benki ya KCB ambayo ni mshirika mkuu wa kifedha katika mashindano haya, ziliendelea kutangamana na Wakenya huku zikiendeleza uhamasisho kuhusu mazingira na masuala mengine muhimu. We have been very excited since morning. We have been able to see the cars, but as well as learn more about banking, even as we have interacted and engaged with our customers, members of the public, and also the people who are doing business here in Naivasha. Judy Sidi Odhiambo ambaye ni afisa mkuu wa mawasiliano na uhusiano mwema katika benki ya KCB, pamoja na mkurugenzi wa fedha katika benki hiyo Bwana James Mugo, wamepongeza kuanza kwa mashindano haya, huku wakitoa wito kwa kampuni zingine kujitokeza na kutoa ufadhili zaidi. So one of the things that we have been encouraging as we have been here at the rally is to insist that we understand how to be sustainable in everything that we do. And one of the initiatives that we have been doing is on waste management. The other thing that we have also been doing is on tree growing. Again, working with the schools here in Naivasha to ensure that we plant trees. So sensitizations we will continue. Of course, this is a rally. We know there are many people. So we also wanted to take advantage to use it to create awareness. But we continue to do it. It's not just for the rally. Once we are done, of course, as per our branches, we continue to pass that message to our customers. And we are also continuing to give products and services to support sustainability. I think I'd like to see a bit of more of the local drivers coming up to the podium. I know it's an expensive sport, so I'm urging all other corporates like us, like-minded corporates like KCB, to come and support the sport. Na hivi ndivyo tumetamatisha siku ya kwanza ya mashindano ya magari ya mwaka huu ya Safari Rally hapa katika eneo la Naivasha, huku mashindano haya yakitarajiwa kuendelea hapo kesho na kutamatika siku ya Jumapili.
Nikiripotia West TV kutoka kituo cha magari cha Kedong katika eneo bunge la Naivasha katika kaunti ya Nakuru, naitwa Leonard Wamalwa.